uliyemtoa Yesu Kristo mwanao kwa pekee akafa pale msalabani tupone. Sifa hizi zote ni zako mchana huu leo. Maabudu tuliyoabudu tunairejesha kwako. Sifa zote tunairejesha kwako Mungu. Asante kwa ajili ya ulinzi uliotulinda Mungu. Imekugharimu mkono wako. Tuseme nini mbele zako ni kukushukuru Mungu. Umelinda watoto wako wiki mzima. Umelinda watoto wako tangu wazaliwe. Umewalinda watoto wako mwaka mzima. Umewalinda watoto wako Bwana siku ya leo. Umewaleta waje wasikilize neno lako Mungu. Umewaleta ili waje wapokee kutoka kwako. Naomba Roho wa Mungu ndani yangu kaongezeke, lakini mimi nipungue. Naomba niwe chombo tu juu ya neno lako Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, nikikemea roho zote zilizokutanisha usiku kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo, mikutano waliofanya kwa ajili ya neno, mikutano waliofanya kwa ajili ya ibada, na kemea hizo roho, nimezitawanyisha katika jina la Yesu. Kila maajenti wa yule mwovu ninawakemea, mipango zao, maneno zao ninaipiga na nguvu za Mungu katika jina la Yesu Kristo. Ninapoenda kutoa neno lako, unitumie kama chombo dhaifu. Nakemea roho ya usingizi, roho ya usumbufu katika jina la Yesu Kristo. Nimefunika ibada nzima kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Msikae, tutasoma neno la Mungu kama mmesimama, alafu mtakaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu tunaenda kulipata katika kitabu cha Mwanzo 8:20 mpaka 22. Mwanzo 18:9 mpaka 10. Mwanzo 22:15 mpaka 18. Kwa sasa tufikie hapo. Tuanze na Mwanzo 20 mpaka 22. Karibu msomaji. Lakini neno la Mungu kichwa chake ni ahadi za Mungu. Ahadi za Mungu. Andika, ahadi za Mungu. Hudumu milele, akiahidi lazima atatenda. Soma msomaji. Mwanzo 8:20 mpaka 22. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mwanzo 8 kuanzia 20 mpaka 22. Ndio. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Asante. Mwanzo 18:9 mpaka 10. Mwanzo 18:9 hadi 10. 9 hadi 10. Nitasoma. Akamwambia, yu wapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwepo nyuma yake. Basi Ibrahimu na Sara Asante mpaka hapo. Mwanzo 21:3. Mwanzo 21:3. Ndio. Inasema, Mwanzo 21:3. Ibrahimu akamwita jina lake Isaka, yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzalia. Asante. Tuketi tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Naomba ujisalimie. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Msalimie jirani yako kwa niaba yangu, mwambie anasalimiwa na mchungaji Joseph.
Mwambie na sauti, mwambie anasalimiwa na mchungaji Joshua. Alafu mwambie pia anampenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi pekee ninamshukuru Mungu ambaye amekuwa ni mwema. Tumesafiri upande wa Tanzania, lakini Mungu ni mwema, alituongoza, alitulinda, lakini yeye ni mwema pia. Tumerudi tuko wazima, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini kutoka Tanzania nimebeba salamu nyingi kwa mchungaji Satu. Amesema nikifika Nairobi niwaambie amewasalimia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amesema anawapenda na siku moja atawatembelea. Lakini pia nimebeba salamu kwa mchungaji Mbando, yule wa mwisho kabisa. Wangapi walimuona? Yule wa mwisho kabisa. Pia amesema nikifika kwenye kanisa la Worldwide Ministry wa Idhaka niwape salamu nyingi sana, na amesema anawapenda. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri kwa ajili ya salamu kutoka Tanzania. Haleluya. Basi neno la mchana wa leo tunaenda kujifunza habari za ahadi za Mungu. Tumeanza somo letu katika kitabu cha Mwanzo 18 mstari wa 20 mpaka 22. Tunamuona Mungu, tunaona mtumishi wa Mungu Nuhu anatoka kwenye safina kwa ajili ya kumtengenezea Mungu wetu madhabahu. Lakini Nuhu alipomaliza kutengeneza madhabahu, pia alienda katika mifugo wake na akawachagua wanyama walio safi na kwenye yale madhabahu akatengeneza madhabahu. Alipomaliza kutengeneza madhabahu, akaleta wanyama walio safi katika mifugo wake na kumpatia Mungu. Biblia inasema Mungu akiwa juu mbinguni akasikia harufu nzuri sana kwenye yale madhabahu aliyoyajenga mtumishi wa Mungu Nuhu. Mungu akazungumza na Nuhu akamwambia, Bwana, nimesikia harufu nzuri sana imenijia mbinguni. Kwa hiyo ninakuahidi ya kwamba kwa ajili ya hii dhabihu uliyonitolea sitamwangamiza mwanadamu kwa maji na kwa moto. Kwa hiyo tukijaribu kuangalia katika hii dhabihu iko na nguvu sana, kwa sababu ukijaribu kuangalia Mungu anaweka mikataba. Mungu anasema sitaangamiza dunia kwa maji na moto. Kwa nini? Hiyo dhabihu ilimpendeza Mungu. Sasa jambo lingine ambalo ninajifunza hapa, kumbe dhabihu inaweza ikambadilisha Mungu, inaweza ikamshauri Mungu. Haleluya! Kwa hiyo hii dhabihu ilimshauri Mungu. Ndio maana wakati wa mvua kuna upinde ambayo iliwekwa wakati ule wa Nuhu, kwa ishara ya kwamba ile upinde inamaanisha ni agano kati ya Mungu na Nuhu ya kwamba hatamwangamiza mwanadamu. Hizo ni ahadi za Mungu. Tukienda kwenye hiyo Mwanzo, naomba msomaji na akae tayari, tunaendelea kusoma katika Mwanzo 18:9-10. Inasemaje msomaji? Mwanzo 18:9-10 inasema, wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Wale watu watatu waliomtembelea Ibrahimu walipofika kwa mtumishi wa Mungu Ibrahimu alipowachinjia, walipokula kila kitu, walipokula ile ndamalaini. Napenda kusema kila wakati ndamalaini, na hii kanisa itaitwa kanisa la ndama. Si useme na sauti, hili kanisa ni kanisa la ndama. Kwani hata mpendi ndamalaini ni nzuri, kasteki. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee msomaji. Akamwambia, walipomaliza kushiba vizuri, wakasikia zile chapati ya Sara, kila kitu kimeenda kikakaa sehemu sahihi. Wakamwambia Ibrahimu, yu wapi Sara mkeo? Unajua maulidi tunakosana sana, maana Ibrahimu alikuwa Masai akai na mke, anamjengea mke sehemu nyingine. Mimi sijui makabila mengine, lakini pia anajenga sehemu nyingine na mke. Kwa hiyo hawakai na mke. Huyu jamaa tukubaliane ni Masai. Ukijaribu kuangalia Ibrahimu ni Masai, alibarikiwa na
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa yule Masai alipotengeneza ile ndama laini, hakika walipomaliza kushiba vizuri, wakamwambia yu wapi Sara mkeo? Akamwambia yupo hemani. Sara aliposikia hiyo ujumbe akacheka moyoni. Unajua, nimeshangaa, hakucheka waziwazi, lakini Sara akacheka moyoni, akasema, je, wale watu watatu wametamka nini? Labda sijasikia vizuri, kwa sababu mimi Sara mke wa Ibrahimu ni mzee sana, hata siku ya mama nimepoteza, kapataje mwana? Lakini wale watu watatu wakatamka, wakamwambia Ibrahimu na Sara, hakika mwakani sana mwezi ambaye umetuandalia, mke wako Sara atakuwa na mwana ambaye jina lake ataitwa Isaka. Haleluya! Hizo ni ahadi za Mungu alizompelekea Ibrahimu mtumishi wake. Haleluya! Tatizo la wanadamu wengi, hawataki kungojea ahadi za Mungu, wanaenda na ahadi zao wenyewe, lakini hawa wapendwa wanangojea ahadi za Mungu. Nataka nikuambie, haikuwa ziara ya kawaida. Wale watu watatu waliposhuka, ambaye ni Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, walikuwa wamembeba Isaka kwenye ulimwengu wa roho, wakampelekea Sara mke wa Ibrahimu, wakamwambia, mwakani sana wakati kama huu mke wako atapakata mwana. Haleluya! Huyu Mungu amenishangaza, maana Sara alipocheka akamwambia haiwezekani, lakini pale Bwana anasema hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Haleluya! Nataka nikuambie, hakuna jambo ambaye haliwezekani kwa Mungu. Kama ni shamba unataka, mwambie Bwana, maana Bwana anaweza kukupatia chochote unahitaji. Hakuna analoshindwa Bwana. Bwana anaweza. Bwana anaweza. Mwambie jirani yako, Bwana anaweza. Hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Haleluya! Akamwambia mwakani utakuwa na mwana. Hizo ni ahadi za Bwana. Kumpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Hizo ni ahadi za Bwana. Mwanzo 22:15 mpaka 18. Mwanzo 22:15 mpaka 18 inasema, malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu. Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu kwa mara ya pili kutoka mbinguni. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana. Naomba usimame kidogo. Unajua hili jambo mara nyingi huwa limenishtua. Nilikuwa namwambia msomaji, nilikuwa namwambia msomaji asubiri kidogo, poleni, kabla Kiswahili kimewachanganya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiliza nikwambie jambo. Mimi nikifika hapo huwa nasimama, nashindwa niseme nini. Maana katika Biblia labda ipo sehemu nyingine, lakini mahali amesisitiza akasema ninaapa. Mwambie mwenzako ninaapa. Mtawahi ibadani. Angalia ikifika hapo ina murumuni. Nikwambie kuhusu kwa ibadani. Wangapi walifika saa 3 kamili? Pandisha mkono kama ulifika saa 3 kamili. 1 2 3 4 5. Tuwapigie makofi. Na leo hii majina yao ndio iko mbinguni. Na leo hii Yesu akirudi wanaingia paradiso. Nimeshangaa kule Tanzania, mtu mmoja ambaye anafanya kuzimu akatuambia, akasemaje? Akasema sikiliza niwaambie. Alisema leo kuna watu wako jehanamu. Leo kuna watu wako kuzimu kwa ajili ya kuchelewa ibadani. Hiyo jambo limenishtua sana. Akasema ni kweli na ni hakika. Wako jehanamu. Yaani wamefanya mambo mazuri yote, lakini kuchelewa ibadani wako jehanamu. Na sio ombi. Ni hatari sana kwa kanisa la Mungu. Umefanya mambo mingi, lakini kwa ajili ya kuchelewa ibadani unaenda jehanamu. Wako watu alikuwa anasema na tuko na uhakika, maana alikuwa anafanya kwa hiyo ufalme akatoka. Anasema kile Mkristo hajui ni kwamba maisha yetu yanarekodiwa kila siku. Yaani saa 3 kamili malaika walikuwa hapa kuchukua ripoti. Kwa hiyo leo peke yake Wakristo tulionayo ibadani ni hao watatu. Au wengine nafi kule hatuonekani. Pole mtu wa Mungu.
Pole mtu wa Mungu. Ninasema kwa uchungu, maana nikiwa pale nilikuwa nasikitika juu ya kanisa. Ati kuna watu wataenda ibadani kwa ajili ya masaa, wataenda kuzimu. Ina huzuni. Tukaambiana leo na mama mchungaji, leo kwanza tutakuwa saa 2. Kweli maulidi tulikuwa saa 2, tulikuwa saa 2. Hiyo kitu imenishtua. Nikasema kwa ajili ya masaa nijikute niko kuzimu. Sitakubali. Na hiyo ndio itakuwa mtindo. Na wacha nikwambie mtu wa Mungu, kuchelewa ibadani ni roho ya mizimu, ni roho ya kufinyilia mtu, ni roho kutoka kuzimu. Anajua baraka zako zimefika, anakukalisha kitandani. Lakini Jumatatu 12, 11 umeamka, umeweka alarm. Ole wako wewe unayepambana na dunia, lakini siku zimekwisha. Yesu yupo karibu. Nenda kawaulize watu wa Palestina wanauawa usiku na mchana. Nenda kaulize watu wa Israeli, watoto wao wanauawa wakiona. Ni uchungu. Watu wanauawa. Magari ambayo watu wanajivunia inabebwa na maji. Watu wanakufa. Wewe Mungu amekupa neema, endelea kulala, endelea kushika blanketi, endelea kukanyaga vizuri. Tutakutana mahali pale. Tutakutana sehemu pale. Nikuulize, wewe ni mwana wa ministry, nikwambie hata mimi Roho wa Mungu amekukataa. Hata mimi sikujui. Nimesimama hapa kukuambia, jamani, mwaka huu jirekebishe. Kama unanisikia. Ndio maana kanisa tuko pale pale, hakuna maongezeko. Miaka tumeishi, hakuna gari hata moja tumepanga pale. Kwani iko wapi magari yetu? Wewe mwenyewe umefanya, shetani ameweka ukuta kwenye gari lako. Mungu akitaka kukupa ukuta, akitaka kukupa gari, umeweka ukuta ya masaa. Hapo unakuta ibada inaendelea. Na tuvia hapo tumekaa. Na tupigia kelele. Sisi wateule tumekuja, tumetulia, nani sasa wamesikiliza neno la kwanza? Nani? Hao 5. Liko nzuri. Yaani watu hawana ibada. Ndani ya mioyo yao hawana ibada. Unajua kuchelewa ibadani ni kukosa ibada. Kumheshimu Mungu. Ibrahimu alikutwa yuko kwenye sehemu sahihi. Neno la Bwana limehakikishwa kwenye Mithali 30 mstari wa 5. Hapa mtu anisomee. Methali 30 mstari wa 5 inasemaje? Methali 30 mstari wa 5 inasema, ndio, kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao yao wamwaminio. Bwana Yesu asifiwe. Kila neno la Mungu ambaye limeandikwa kwenye Biblia, Mungu alihakikisha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu anaumba kutoka siku ya kwanza mpaka siku ya 6. Siku ya 7 Biblia inasema akastarehe. Alafu hiyo siku akaitakasa. Sio siku ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 58 mstari wa 13 inasemaje? Isaya 58 mstari wa 3 inasema. Mstari wa 13. Mstari wa 13 inasema, kama ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato. Kama ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato. Wacha kwenda kununua maperemende na mikate ya asubuhi, unasahau masaa ya Mungu. Tuendelee. Usifanye anasa yako. Usifanye anasa yako. Hiyo shughuli ambayo unafanya Sunday ni anasa yako. Haipo kwenye mipango ya Mungu. Tuendelee. Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Siku ya utakatifu wangu. Unajua sisi hata watumishi tunajiuliza itafika hii Sunday lini? Tuje tumrukie Bwana. Tunajiuliza. Njoo tu hiyo saa 7. Haki hata baraka zitakuja saa 7 hiyo hiyo. Hakuna haja nikuambie anakuja tu mpendwa, hata kama unaleta milioni 1. Kaa naye. Unaweza kunipa milioni na nikukose paradiso, itakuwa nimefanya nini mtumishi Joseph? Nikukose paradiso. Nikamwambia siku nyingine jamaa kule Mombasa ana kanisa juu na chini, anapanda mlimani kwenda kuomba. Akamwambia fulani, nikija kwenye kanisa hapo nachukua watu 2. Ni huzuni kwa kanisa. Ni huzuni kwa kanisa. Tuendelee msomaji ama mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe.
ukiita sabato siku ya furaha, siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kutozifanya njia zako mwenyewe, ndio, wala kuyatafuta ya kupendezayo, ndio, wala kusema maneno yako mwenyewe, ndio. Endelea, malizia. 14 inasema, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana, nami nitakupandisha mahali pa nchi ulipoinuka, nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Yakobo ni kati ya wazee matajiri kwenye Biblia. Ibrahimu ni wazee matajiri kwenye Biblia, lakini kwa nini? Walikuwa kwenye nafasi zao. Ibrahimu alikuwa kwenye nchi ya maamri ya msiji inaitwa miano ni ya maamri. Mungu, wale watu watatu walipotembelea, walimkuta Ibrahimu yuko sehemu yake. Leo Mungu anakuja hiyo saa 3, tungeenda watu 5. Wewe unakuja na hiyo masaa yako kuja. Unakuta lango limefungwa. Alafu mnamsumbua mwalimu wa kwaya. Badala watu wawai washikane waombe, tunapambana, unajua kile amjui, tunapambana na wakuu wa anga hili. Na si kwa njia nyingine. Kwa maombi. Waimbaji hawa, mimi nawaambia na mkisema ati baba kwa nini anasema, nasema madhabahuni, hata nyinyi mnaingia madhabahuni kama mmechelewa. Mnaingia. Na watu wengine ibada inaendelea, wako movie. Mungu ameweka simu on. Unakuja kumwabudu nani mpendwa? Unaweka simu on ama vibrate. Unaenda kuzungumza pale nje. Hauheshimu ibada. Nyinyi mnipige mawe mnikatae, nitawaambia ukweli, na hiyo ukweli itawaweka huru. Hata Yesu aliwaambia ukweli, wakaanza kumpiga mawe. Paulo walisema ukweli, wakamweka gerezani, lakini wale wapendwa wakiwa gerezani bado walimuinua Mwokozi. Mpaka Biblia inasema milango ya gereza ikatingizika. Haleluya! Watu waliosimama kwa ajili ya Mungu. Wewe unapata kashida kidogo ama kazi, unasema hata wengine hata anaenda kupata, tunaomba unaenda kupata kazi. Mwambie tajiri, mimi si Jumapili siji. Yaani Mungu amekupa siku 6 bure. Hii Sabato moja utakuja kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni huzuni. Nilipokuwa pale Tanzania nilihuzunika. Nilihuzunikia kanisa. Kwa unasema, mtoto nilikuwa nampandisha nepi, nilikuwa nampandisha nini? Afadhali unamwandaa, unaamka saa 11, unamwandaa mwanao. Muonyeshe mtoto wako ukiwa na uhai. Muonyeshe Mungu anapaswa kuabudiwa. Akiwa hapa kanisani, mtulize kwenye kiti. Leo tuwapigie wazazi makofi yake, leo watoto wametulia. Tuendelee ama imemalizika? Sawa. Imefika mwisho. Acha ifike mwisho. Kwa mstari wa mwisho ulikuwa unasema, naomba tu nirudie 14 yote. Ndipo atakapojifurahisha katika Bwana, nami nitakupandisha mahali pa nchi palipoinuka. Atakuweka sehemu mbali. Nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako. Atakulisha urithi wa Yakobo. Kwa maana kinywa cha Bwana, yeye mwenyewe ndiye amesema hivyo. Mungu amesema atakupa mali ya Yakobo. Mali ambayo imewekwa sehemu za siri. Ukimgusha Mungu anaenda anateketeza maadui, anakuletea wewe, anakupa. Kazi ambayo iko sehemu, anatoa mtu, anakupa wewe. Kuna nyumba inajengwa kwa ajili yako, atakupa wewe. Kuna gari inatengenezwa Japan, iko kwenye meli, inaletwa kwa ajili yako, lakini wewe mwenyewe umejiwekea ukuta wa kupokea gari. Umeweka ukuta wewe na Mungu. Nasema hii kanisa tunaombea na mchungaji, tunaombea na wainjilisti, hata itendeke ni wewe. Sisi tunaomba vizuri, lakini umeweka ukuta. Alafu wengine wameweka ukuta kwenye fungu la 10. Nitoe. Hatu hapo mbele watajirike, usitoe, tutalishwa na kunguru. Kula iba hiyo fungu la kukula, uko pale pale. Mimi natamani, nina wivu hao Wakristo wapokee mabiashara ya nguvu, hao Wakristo wapokee magari, hao Wakristo wapokee mashamba. Na inawezekana, ni ahadi ya Mungu. Anawaambia wana wa Israeli, kuna nchi ya asali na matunda ambayo nimewaandalia. Haleluya!
anawaandalia. Mwingine anasema hii ndarudi, sawa, lakini nataka kuponya nafsi ya watu, nataka kuponya nafsi moja. Mimi natamani mwaka huu tungesimamisha gari kama 2-3 hapa. Baba bless. Hamna. Nashinda nini? Tumishi wa Mungu akazungumza asubuhi. Hatukui, tuko pale pale. Hata mtu hajui kuombea chakula, hajui. Unamwambia Mkristo ombea chakula, anasema tudanganya na hiyo, inasemaje na Kizungu? God bless you nini? Na harakisha ranga, God bless food. Unasikia tu kitu moja, food. Oh, I don't have food. God pay this. I don't have food. Wanaishia food nini? Hawakui, hawaongezeki. Tunaomba hapa hawaombi, hawapenyi, maana ibada haiko ndani yao. Ibada ya Mungu haiko ndani yao. Ibada ya Mungu haiko. Hawasomi Biblia. Wakifika nyumbani wako kwenye movies au cinema. Wako hapa. Utaimagine tuna watch movie. Watch movie. Endelea kuwatch movie. Hamna shida. Sasa kama una watch movie, mwaka huu nina bahati, nimealikwa kwenye shule 2 kuhubiri Injili. Kawaambia wazazi, sikilizeni. Hata Watanzania walikuwa wamenikatalia. Tripu hii nikienda nakaa miezi 2. Kweli waliniambia tuongeze hata kati Jumapili moja. Nikamwambia hapana, lakini wakati mwingine niko na mwinjilisti Maulidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia wale wazazi pale shuleni, jamani, shule imefungwa. Wacheni kujaza katuni kwenye TV. Watu wapatieni watoto. Wanasema I want to be a doctor, ati hausomi. Mtoto asomi. Kalishe mtoto kwenye masomo. Hiyo makatuni itamsaidia nini? Halafu makatuni. Wewe unashikoka nani unalipiaga hiyo makatuni? Hata ujenzi. Hata kama basi dakika kidogo, lakini dakika kidogo mweke masomo. Mtoto akifungua shule yuko wembe. Bwana Yesu asifiwe. Hadi nimemkosea, pandisha mkono mtu ambaye nimemkosea. Ana mtu nimemkosea? Sijakosea. Mimi natamani jamani, hii kanisa tuanze kupaki magari. Malori. Tuwe na gari ambayo inakuja mpaka Jamhuri. Inaitwa Worldwide Ministry Van. Inachukua Wakristo. Mungu wetu ni tajiri, alimbariki Ibrahimu na Yakobo. Bwana asitubariki sisi. Anzeni kumgusa Mungu, naye Mungu atawagusa. Haleluya! Mungu ni mwema. Tuendelee. Tulikuwa wapi? Tumemalizia hapo. Nimeishia hapo. Nimeishia hapo. Tuangalie watu wengine ambaye walimwahidi Mungu wakatimiza ahadi ya kwanza. Samueli 1:10 mpaka 11. Watu waliomwahidi Mungu na wakatimiza ahadi zao. Samueli 1 Samueli wa kwanza ngapi? Ndio 10 mpaka 11. Samueli wa kwanza 10 mstari wa kwanza hadi 11. Ndio. Ndipo Samueli akatwaa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema. Bwana Yesu asifiwe. Samueli wa kwanza 10:11. Yaani asema wa kwanza mlango wa 10 mpaka 11. Samueli wa kwanza 10:11. Samueli wa kwanza 10:11. Ndio. Basi walipofika Gibea, sijapatia. Samueli wa kwanza mstari wa 10:11. Kuanzia 11. Usaidieni labda. Samueli wa kwanza 10 kuanzia 10 hadi 11 inasema. Ndio, inasemaje? Basi walipofika Gibea, tazama kikosi cha nabii wakakutana naye. Kisha Roho Mtakatifu akamjilia kwa nguvu, naye akatabiri kati yao. Hiyo ni Samueli yuko wapi msomaji? Simsaidie mtu mwingine yake.
Msaidieni mtu mwingine. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni Samueli. mwake. Haki. Endelea Baba Gilo, endelea. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Ndio. Akamwambia Bwana akalia sana. Ndio. Akaweka nadhiri akasema, Ee Bwana wa majeshi, ikiwa utaliangalia teso la mjakazi wako, ndio, na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndio, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Hizo ni ahadi za wanadamu kwa Mungu. Mwanamke Hana anakaa muda mrefu bila mtoto, lakini ikafika sehemu akamwambia Bwana, ninaomba mtoto, tena si wa kike, mtoto wa kiume. Alafu kisha nipa Bwana, nitakurudishia maisha yake yote. Biblia inasema Samueli alilelewa madhabahuni, maana alipeana kwa Mungu. Mwanamke Hana alikuwa anafika pale madhabahuni, anamnyonyesha Samueli, lakini anamwacha pale. Hii ni ahadi yake na Mungu, akamrudishia. Na kwa ajili ya hiyo leo tunasoma Samueli nabii. Hiyo ni ahadi kwa mwanadamu, akampatia Mungu. Kwenye kitabu cha Waamuzi 11:31. Waamuzi 11:31. 11:31 inasema, ndio, ndipo itakuwa ya kwamba kile kitakachotoka katika milango ya nyumba yangu ndio kunilaki, hapo nitakaporudi na amani kutoka kwa hao wana wa Amoni, kitu hicho kitakuwa ni cha Bwana, nami nitakisogeza kiwe sadaka ya kuteketezwa. Basi Yeftha akavuka akawaendea wana wa Amoni. Asante. Twende hiyo Waamuzi 11:31. Sorry. Sawa. Twende 11:34. Nitasoma Waamuzi 11:34. Ndio. Kisha Yeftha akafika Mispa nyumbani kwake, na tazama, binti yake akamtokea kumlaki na matari na machezo, naye alikuwa ni mwana pekee, hakuwa na mwingine mwana wala binti ila yeye. Ikawa alipomwona akayararua mavazi yake, akasema, ole wangu mwanangu, umenitweza sana, nawe miongoni mwa hao wanisumbuao, kwa kuwa mimi nimemfunulia Bwana kinywa changu, nami siwezi kurejea nyuma. Binti yake akamwambia, baba yangu, wewe umenifunulia Bwana kinywa chako, basi unifanyie sawasawa na hayo yaliyotoka kinywani mwako, kwa kuwa yeye Bwana amekulipia kisasi juu ya adui zako, hao wana wa Amoni. Kisha akamwambia baba yake, basi na nifanyiwe neno hili, niache peke yangu muda wa miezi miwili, ili nipate kwenenda milimani na kuomboleza wanawali wangu, mimi na wenzangu. Akamwambia, haya, enda. Asante, tufikia hapo. Huyo ni mtumishi alikuwa anaitwa Yeftha, anaweka nadhiri kwa Mungu. Hakufahamu wakati alikuwa anaweka nadhiri, maana alimwambia Mungu, nikipiga hao Waamoni, nikiwapiga, maana walikuwa nasumbua taifa la Israeli, nikirudi, chochote ambaye kitanilaki malangoni, chochote ambaye kitanilaki kwenye boma langu, itakuwa yao. Ni huzuni kubwa, kwa sababu alikuwa na mtoto wa kike mmoja pekee, na Biblia inamuita ni mtoto pekee, alikuwa ni bikira. Alishtuka yule jamaa mpaka akararua mavazi yake, kumwambia, mtoto wangu umenitwesa hivi na sitarudi nyuma, lazima nimtolee Bwana dhabihu niliyomwambia. Yule binti akamwambia, ni sawa baba, naomba niende na wenzangu mlimani nikaomboleze wanawali wangu, kwa sababu lazima atolewe sadaka. Hiyo ni sadaka ya uchungu, hiyo ni sadaka ya uchungu. Na ilifanyika hivyo, huyo mtoto alikuja akateketezwa kama dhabihu, kama ni wewe. Lakini leo hii ni wangapi wanaweka nadhiri na Mungu? Anamwambia, Bwana ukinipa kazi,
Bwana, ukinipa biashara nitakuwa nasimama na fungu la 10. Ni wangapi leo anapokea na rarua kama mnyama mkali? Tunoti tumekuwa safi. Hii noti ya ngiri moja nikatoe 500. Nani mimi? Nikatoe 10,000, nikatoe 1,000. Usitoe, rarua. Nadhiri ya uchungu. Wewe umemwambia Mungu. Nashukuru waliowaambia watu ya kwamba mshahara yao ya kwanza. Kweli kuna watu fulani walimtolea Mungu. Hiyo ni nadhiri. Bwana, ukinipa biashara nitasimama na hili kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani dhabihu ya uchungu. Ibrahimu alitoa dhabihu ya uchungu ya Isaka mpaka Mungu akaapa haki. Ibrahimu, nitakubariki. Yaani Mungu akasikia uchungu, na hapo ndio Mungu akasikia uchungu akamtoa Yesu Kristo kwa ajili ya Ibrahimu kumtoa Isaka. Mungu akajiuliza, mtumishi wangu Ibrahimu alimtoa mtoto wa pekee, hata na mimi nitamtoa Yesu Kristo mwana wa pekee ili aje kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Hiyo ni nadhiri kwa Mungu, kwa wanadamu. Wewe umeshamwahidi Mungu tangu upate kazi, ndio kabisa unachelewa ibadani. Tangu upate kazi, tangu ushibe vizuri, hata una nafasi ya kufunga. Kwa nini? Mayai iko kwenye friji, nyama ziko kwenye friji, matunda unasiaga kila siku. Nani leo hii atatoa hizo nyama aende awapatie maskini? Unararua kutoka Januari mpaka mwezi wa 12, mpaka wengine wanalazwa hospitalini maana tumbo imeflow. Mtu akifunga siku moja anakula 100. Sasa jikipita. Lakini muangalie Yesu siku 40, Musa siku 40 akiwa mlimani akiandikiwa amri. Yesu ni mwana wa Mungu, ni Mungu na anafunga kula. Mambo mengine, madhabahu ya kwenu kupambana nayo lazima ufunge. Maana unajua kile hatujui, zile roho zinafanya kazi masaa 24, lakini wewe umelala, wewe unararua. Shauri yako, sisi tunaomba vizuri. Yesu akawaambia kuna mambo mengine hayawezekani bila kufunga na kuomba. Haleluya! Lazima tufunge wapendwa. Tuanze kubadilisha miendo, Mungu aanze kubariki. Tuanze kupokea baraka za Bwana. Sikiliza kitabu cha Mhubiri 5:4 inasemaje msomaji? Mhubiri 5:4. Ndio. Inasema Mhubiri 5:4 inasema wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa. Leta hiyo mshahara yako ya kwanza. Kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Anaita wapumbavu. Maana kuweka nadhiri na kutotoa na kuona mpumbavu. Sio mimi nimesema, bali mimi ndio nimeandika Mhubiri. Hapana. Sio mimi nimeandika. Nasema twende rudia tena hapo. Wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuondoa. Kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Hana msamaha na wapumbavu, anawanyorosha. Basi uiondoe hiyo ulioiweka nadhiri. Uitoe hiyo nadhiri ulioweka. Ni afadhali usiweke nadhiri. Bwana anakataa. Kuliko kuiweka na usitoe. Usiweke. Usitamke maana fanya surprise. Unajua, nashukuru wa Kristo wa kanisa lingine huwa wanateka za baraka za Mungu kimya na wanabarikiwa kimya. Kwa nini? Wanamjua wanayemtolea. Nadhiri ulioweka, kwa nini usitimize? Kwa nini tunasahau ahadi za Mungu? Yeye Mungu akikuahidi lazima atafanya. Bwana Yesu atusaidie. Aliwaahidi wana wa Israeli atawapeleka Kanaani, na kweli aliwapeleka Kanaani. Haleluya! Aliwapeleka Kanaani. Kwa nini wewe hutaki kupelekwa Kanaani? Kanaani ambayo tunazungumza ipo katika mji wa Yerusalemu. Haleluya! Ipo katika hiyo Kanaani iko hapa, kama utamtii sauti ya Mungu.
Kumbukumbu 28 anasema watakaotii sauti ya Mungu nitawabariki mijini na mashambani, nitawabariki wanapotoka na kuingia. Haleluya! Ukienda mashambani unajenga nyumba nzuri, ukienda mashambani unatembea na gari la kifahari kwa kusikia sauti ya Mungu. Haleluya! Lazima wapende, tugeuke tuanze kusikia sauti ya Mungu ili aanze kupambana na maadui zetu. Haleluya! Anasema tukifanya hivi tutamiliki malango ya adui. Tutamiliki malango ya adui. Tumeshindwa kumiliki malango ya adui kwa sababu hatusikii sauti ya Mungu. Wangapi tumewaambia wakuja na notebook? Tumeimba mwezi mzima, pandisha walio na notebook. Pandisha juu tu. Pandisha juu. Walio na hiyo, pandisha juu. Moja, pandisha vitu kabisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kanisa mzima ni watu wangapi? Ni kumaanisha tunakuja tusikie tukitoka hapo. Tunapo kwa hilo mlango. Somo gani tumesoma leo? Hakuna kitu. Tumesoma somo gani? Tumesoma somo gani? Kila siku mtumishi wa Mungu anauliza tulijifunza nini? Wangapi wako na Biblia? Pandisha Biblia yako juu. Pandisha Biblia juu. Iko nini? Pandisha. Tupandisha. Pandisha Biblia juu. Na kuna wale tuliwaazima usipandishe hivi. Hiyo sio ya. Tunakutunya tukimaliza ibada. Lakini wamejitetea nazo. Tuwapigie makofi mazuri. Nikwambie mtu wa Mungu akinunua Biblia. Nunua tu. Naomba. Biblia ya simu hiyo ni ya baadaye. Upande unaitwa anaipaka wimbo wa kipande ya kifalme. Hiyo mtumishi upande wa kifalme. Acha nikwambie Biblia ni mzuri leo. Ikiwa kwenye nyumba mapepo haikuji hapo. Ikikuja inasema hapa kuna ngao na silaha. Kwa sababu Biblia ni agano la Mungu kati ya wanadamu na Mungu. Haleluya! Biblia ni mzuri. Na kama hujui kusoma Kiswahili, siku hizi tunatengeneza Kiluya, Kimasai. Mungu ametusaidia sana. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Mimi nina wivu wa Kristo wa kanisa ili waanze kubarikiwa. Piga kifua, sema nina wivu ya kubarikiwa. Si useme na sauti. Nina wivu ya kubarikiwa. Hata mimi niko na wivu wewe ubarikiwe. Unajua ukianza kubarikiwa, hata mimi nimebarikiwa. Nataka nikuambie, aliyebeba gari yangu ni wewe. Sasa ukiandikwa kazi ya 1,100, nikawaambia fungu la 10 ni pesa ngapi? 10,000. Piga mara watu 60. 160. Hapana. Watu 60 alafu upige 10 times 10k wewe na wewe ujue. Inakuja pesa ngapi? Ngoja mpaka kufanya sema. 1,600. Jamani, si mkiniletea hivyo, si tayari nimenunua kagari. Nikena yenyewe mama. Si ni kweli baba kilo? 10,000 kila mtu akibarikiwa na kazi ya 1,100. Halafu mtu wa mwezi mmoja mnaletea. Si hata shamba la kanisa. Kwa hiyo nina wivu mbarikiwe. Si ati napiga debe bure, sipigi, nataka ubarikiwe. Nataka ubarikiwe. Amen. Amen. Ndio na gari. Nataka tukoke kwenye hiyo nyumba ya. Confused. Mwambie mtu turumu tunakataka na pasia red, pasia blue. Tunazikemea katika jina la Yesu. Tunahamia kwenye cell container. Kaka unaenjoy kila kitu. Amen. Maji pembeni. Choo. Unaenda tu unalabu. Acha kukalikwe, usiende ile iko na choo ya chini. Nenda ile unakalia iko na juu. Naenda unakaa hivi. Mbia maji nisaidie, nimechoka. Maji nisaidie, muziko nimechoka. Ukitoka hapo unafanya inasafiri. Tunaishi kwa raha. Kwa nini? Tumekombolewa na damu ya Yesu Kristo. Kuteseka,
mpaka unapangiana kwenye ploti. Tarehesha eti nifungue kwenda hiyo tarehesha. Kila mtu anamiliki choo yake. Haya, tunamiliki choo zetu. Nenda kule ushauri nikasema Mungu nisaidie nirudi haraka oh, this share not, I don't want to share this toilet. Taki kushare hii toilet. Unaenda hapo juu unafungulia kamaji kanatengenezwa na sima. Unashikia Mungu wa Daudi. Wakati mwingine nikamwambia nikaenda nikamaliza masaa mawili nikiona. Basi mtoke mzee, nikamwambia nitoke mimi. Acha nitoe uchafu mzuri ya wiki mzima. Kumbe kuna vitu ziko na raha. Mungu akufikisha hapo kwa jina la Yesu. Mungu na pokea kwa jina la Yesu. Tukamiliki nyumba nzuri. Kwa nini? Ni halali yetu. Baba yetu ni tajiri, alimbariki Ibrahimu, hata wewe atakubariki. Haleluya. Akipita katika mji huko anasema hiyo nyumba, sema hiyo nyumba iharakishwe haraka, inataka kuingia. Sema hiyo nyumba ninaihama, si halali yangu, ninaenda kwenye ahadi yangu, ninaenda kwenye ahadi ya Baba. Tunaenda viwango vingine kwa jina la Yesu. Haleluya. Unakaa mwaka mzima hujahesabu 10K. Hiyo ni nini? Ati mpaka upate kachama. Hata kwenye hizo chama kuna roho zingine ukipokea, kuna zingine zinaangatana zaidi. Au tobagi. Hizo chama uziombee kweli. Bwana Yesu asifiwe. Chama ya Kiluya, chama ya Kimasai. Unajua mimi Mungu amenisaidia. Nimetoka kwenye hiyo chama za Wamasai. Tena wako na ingine mpaka zikati zinabeba maiti. Ati ingine wana magari ya kubeba maiti shingo. Anauliza kuna mtu amefariki. Tunatoka. Tunaunda chama chetu ya hapa kanisani, chama ya wamama. Tunaweka pesa yetu. Kama mwenzetu ana sofa zetu tunamnunulia. Kama ana TV tunamnunulia. Tukikutana wamama 40 tunachanga ka TV. Haleluya. Tunatoa kale ka TV kako na mkono. Ya zamani nilikuwa naitwa Grito. Kaitwa Grito, unasema unafanya. Unapika station. Akaona hiyo tunatoka. Naitwa Grito sijui. Tupigie Bwana Yesu makofi. Unagani na uchungu mani, vitu vizuri. Kwani hao wanaishi vizuri wamempa Mungu nini? Hata sisi tutaanza kuishi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi tutaanza kumiliki pesa. Haleluya. Hata sisi tutaanza kumiliki magari. Sema inawezekana. Hata kama yule umeitwa jina lake hajaendesha gari, ninakutabiria wewe unaenda kuendesha gari. Haleluya. Tumeingia juzi na mama Masaini. Watu wa mama wakatoka kuangalia ni nani hawa na wametoka wapi. Bwana shangaa, afya wako nayo, wako sawa. Tukawaambia tumetoka Worldwide Ministry wa Ithaka. Kwa nini? Tumeivishwa na Yesu. Haleluya, tumeivishwa na Yesu, tuko sawa. Hata kama uko na uso ya mikonjo, uko mpaka Yesu anainyorosha inakuwa sawa. Hata kama unakula sukuma inakuwa sawa. Haleluya. Kwenye hiyo sukuma weka tumayai tuwili pasua kikula nasema Bwana unaridi kuwa under 18. Unawaambia waliompokea Yesu tunaishi under 18. Hatuzeeki. Haleluya. Sara hakuzeeka mpaka alipopokea mtoto Isaka. Hautazeeka mpaka ununue gari. Hautazeeka mpaka ujenge nyumba. Hautazeeka mpaka usomeshe mtoto mpaka university. Wanasoma wewe mtoto ni wa nani? Watasema ni wa yule baba na ameenda chuo kikuu na kumzuni salimia. Somesha mtoto mpaka chuo kikuu. Ninakamata roho mahali umezaliwa. Wako watasoma kwa jina la Yesu. Wataenda viwango vingine. Haleluya. Utapokea watoto wako watapokea masomo ya kimataifa. Wataenda mpaka ng'ambo. Ukiwa huku Kenya wanakutumia dolari. Naambia my dad I want to pay you. Nenda pale kwenye kituo cha benki pokea hela. Jamani watoto wetu wataenda ng'ambo kwa jina la Yesu.
wapo tunapokea vitu vizuri. Wakiwa kule ng'ambo wanatumaila, tunajenga manyumba, tunamiliki manyumba kwa jina la Yesu. Haleluya, tunamiliki magorofa. Unajifunza kupanda gorofa. Ndio kuna lift nyingine naendaga huko town, amwambia hii inaenda mpaka gorofa ya ngapi? Nifikie na patano. Isi nifikie. Ikianza hivi. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Ninatabiri mwaka huu tunaenda viwango. Kuna wimbo tunaenda kumalizia, na naomba mtumishi uniwekee ile wimbo nilikwambia. Dada Lord, naomba uniwekee.